Yo, mambo vipi mapipo, mambo vipi? Mimi naitwa you know my name, the most wanted hip hop analyst, lakini leo niko na kitu kingine tofauti kidogo. Leo tuko na video mpya ya Mbosso inaitwa Ozalima. Sawa, wazee, mimi ni big fan wa Mbosso, big time. Sawa, na hii ni mara ya pili tunakuwa na Mbosso kwenye meza ya mistari. And the reason why tuko na Mbosso kwenye meza ya mistari kwa sababu mimi nampenda sana Mbosso. Vitu vyake bwana vinakuwa viko beyond macho na masikio ya kawaida. So for you to understand Mbosso, lazima pia akili yako iwe beyond. That's why nimeamua kutengeneza hii video ili kumsaidia Elmando. So Elmando bwana, mchambuzi aliandika hapa ujumbe wake hapa, akasema hii video ya Mbosso ni video nzuri lakini sio kali. Akasema kwamba video haina story ambayo inaeleweka, na akasema hapo kwamba Mbosso ni storyteller mkali sana kwenye kuandika mpaka kwenye video, ila hii video hajaitendea haki. Hivyo ndio vitu ambavyo Elmando alisema. Vitu ni vingi, unaweza ukaenda kwenye page yake ukasoma. Nikasema ngoja nipitie comments, nione watu kwenye comment wanasemaje. Kwenye comment nikaona kuna watu wengi wanakubaliana na Elmando, lakini kuna watu wengine pia wakubaliani nao. Moja kati ya comment ambayo ilinifurahisha sana, jamaa anaitwa Dynamics Nation. Sawa, yeye alisema shida ni over expectations zenu. The video is good, Caribbean design, love in streets, culture, etc. Very nice video, hongera sana. Akamtagi Mbosso pale, piga kazi. Huyu jamaa alikuwa yuko on point na mawazo ambayo mimi nilikuwa nayawaza. Sawa, hii video imetoka tu ina siku moja, shansoma. So swali langu likawa ni, oya, hivi watu waga mnaangalia video au mnatazama video? Why waga nampendaga Mbosso? Nampendaga Mbosso kwa sababu creative direction ya vitu vyake vinakuwaga viko so perfect and a bit intricate. Vinaweza vikaonekana simple kwa sisi ambao tunaelewa maana, lakini kwa akili ya kawaida ya mtoto wa kawaida anaweza asielewe kitu chochote. Na ndio maana mimi niko hapa kwa ajili ya kujuza hichi kitu. Sawa, so huu wimbo ni wimbo mkali sana, bonge moja la audio, bonge moja la video. Nataka nionyeshe kwa nini video ni noma. Kitu cha kwanza, kabla haujaamua kuchambua na kutoa maoni, kujudge vile unavyojudge, lazima uelewe vitu vitatu. Kuna kitu kinaitwa context. Context kwa Kiswahili tunaweza tukasema ni muktadha, si ndio? Cha pili kuna research, lakini cha tatu lazima uelewe genre ya muziki. So hivi vitu vitatu vitakusaidia sana kwenye kitu ambacho kinaitwa creative direction. Sawa, mwelekeo wa ubunifu. Hivi ni vitu ambavyo watu wengi, directors, movie directors, taasisi wasanii waga tunavitumia sana kwenye kutengeneza kazi zetu. Hata kwenye mchambuzi lazima uelewe. Unaposikia tu wimbo lazima uweze kudefine each kitu kinaitwa creative direction kwa kuangalia context, muktadha, kwa kufanya research na kuelewa genre ya wimbo. Sijui kama tunaelewana. Ozalima ya Mbosso hii ni kompa au compass unaweza kaita. So asili ya kompa ni kutoka Haiti. Nyimbo nyingi za design ya kompa, si zote lakini nyimbo nyingi za design ya kompa huaga zinakuaga na the same creative direction ambayo Mbosso ameichukua kwenye Ozalima. Mfano mzuri naweza nikakuwekea picha ya baadhi ya nyimbo ambazo mimi nazikubali sana za kompa. Kuna hii ngoma ya Rachel Guilaume akiwa na Kai Tolere whatever, and then kuna hii ngoma ya Joe Duet Filet inaitwa Mabela. Sawa, ukiangalia hizi ngoma, angalia hizo shots, you get what I mean. Ukiangalia shots, ukiangalia mazingira na kila kitu ni same kama kitu ambacho Mbosso amekifanya. So mara nyingi nyimbo nyingi za kompa waga creative direction hizi nyimbo mara nyingi inakuwaga ni showcase uzuri wa visiwa vya Caribbean. Unajua, wataonyesha yale majengo, wataonyesha beach, wataonyesha asili ya watu, namna wanavyoishi, watoto wanavyocheza. Hata kama ni ngoma ya mapenzi, ngoma ya huzuni, hawa jamaa waga wanapenda sana kuonyesha culture yao, na ndio kitu ambacho Mbosso amekifanya. The same thing, mbona utaona alivyovaa, wanawake walivyovaa, very simple. Ndio kitu ambacho nyimbo nyingi za Caribbean
zinakuwaga hivyo sasa kompa. You get what I mean? Kuna hii shots ambao wanaonyesha hawa wazee kama anapiga ile inaitwa nini ile, wazee wanapiga accordion, watoto wanavokimbizana, warembo wanavocheza, mazingira ya nyumba hizo bahari na kila kitu, fukwe, vibe flani iko relaxed, very romantic bro. Kila kitu kinahakisi mazingira halisi ya hii genre inapotokea, ambapo ni Haiti. You get what I mean? So ukisema kwamba hii video haina story, unakuwa haujaelewa story ambayo tayari iko kwenye video. Ili uelewe story ambayo tayari iko kwenye video, lazima uwe na vitu vitatu nimevitaja. Context, lazima ufanye research, na lazima uelewe genre ya muziki ikoje. Okay? Kwa watu ambao wanasema kwamba ubunifu wa Mbosso hapo umeshuka, mmefeli because mmeshindwa kuelewa kitu ambacho Mbosso alikuwa anakifanya. But I hope mpaka sasa hivi mtakuwa mmeelewa, na mkienda kuangalia tena hii video mtaendelea kumheshimu Mbosso. You get it? Na hii ndio sababu nasemaga bro, kabla ya kukurupuka na kuanza kuchambua vitu ambavyo hauna uhakika navyo, sawa, kuna vitu unavihitaji, si ndio? Ndio maana mimi waga napendaga sana kunywa seaweed. You get what I mean? Hii ndio sababu mimi niko sharp sana. Watu wanasema go Mula una akili, lakini bro ni seaweed. Bro, hii ni ya ukwaju. Ni so wachambuzi, hichi kitu kinawahusu 100%. You get it? Simplicity is everything kwenye sanaa. Simplicity, yani hicho kitu ambacho mnakiona kawaida, hicho ndio kitu expensive sana kwenye sanaa. Sijui kama nimeeleweka. Mimi naitwa si mnanijua naitwa nani? Yeah, it is what it is. Peace out.